maonesho ya kimataifa ya kilimo 88 mwaka 2026 yanafanyika kwenye viwanja vya Dr. John Samuel Malecela, na kikubwa ni kwamba mdhamini mkuu wa maonesho haya Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania TADB wanashiriki wakiwa na bega kwa bega na wadau wao mbalimbali ambao ni wajasiriamali. Wamekuwa na ujumbe huu na leo tunaangazia sekta ya mafuta nchini. Jina langu naitwa Daniel Amlike Aaron, ni mkurugenzi wa kampuni ya Trollmizo Tanzania Investment Limited. Kampuni yetu iko mkoa wa Kigoma. Tunashughulika na uchakataji wa mafuta ya mawese. Mafuta ya mawese yanatoka kwenye matunda ya chikichi ambayo kwa ujumla mkoa wa Kigoma unazalisha kwa asilimia kubwa sana, na ndio kivutio sahihi kilichotufanya sisi tukawekeze mkoa wa Kigoma. Mafuta ya mawese ni bidhaa ambayo ina mnyororo wenye thamani kubwa sana. Kutokana na mafuta ya mawese tunapata mafuta ya chakula ambayo yakichakatwa yanaonekana katika hali hii hapa. Haya mafuta tunayatumia sana sisi wa Tanzania pamoja na Waafrika wote. Mfano, kwa majina, sisi mafuta yetu yanaitwa kwa brandi ya neno wese, lakini makampuni yetu mengine yanatumia hii bidhaa kwa kuita majina yao kama Safi, Azania, Kolie na kadhalika. Kutokana na mafuta ya mawese tumeweza kuwa na mnyororo wa thamani mpana ambao unatufikisha mpaka kwenye sabuni. Tuna sabuni za kufulia, tuna sabuni za kuogea, tuna sabuni tiba ambazo zinasaidia sana kwa ajili ya afya ya binadamu. Na haya yote tunayoyafanya yanakidhi viwango vya ndani vya kimataifa na kitaifa. Hivyo haya yote yameweza kujengeka kwa kupata msaada mkubwa kwa kupitia Benki ya Kilimo, yaani inamaanisha TADB. Tunawashukuru TADB kuanzia mkurugenzi mkuu pamoja na jopo lote la kibenki limeweza kutuwezesha kufika kwenye hii platform ya 88 pamoja na kutupa mtaji uliotusaidia kuwekeza mashine za kisasa ambazo zinaweza zikachakata mafuta mpaka kufika kiwango hicho tunachokitamka cha kitaifa pamoja na kimataifa. Hivyo wakulima wamenufaika sana kwa huu mchakato wa kibenki ambao tumesaidiwa sisi, maana wakulima wamepata soko la uhakika kwa kuwa na kiwanda mkoani Kigoma ambacho kinachakata mafuta, kinanunua bidhaa kutoka kwa wakulima. Kitaifa tumeongeza tija, tunapunguza uwezo wa taifa kununua mafuta mengi kutoka nje. Maana yangu kununua mafuta ghafi ya mawese sasa hatutanunua kwa kiwango kikubwa, maana kuwa na hivi viwanda kunapunguza importation gap. Hivyo thamani zingine zinazoweza kuonekana mbele yetu ni matilio kwa ajili ya sabuni. Kwa hiyo kiwanda chetu kinaandaa matilio bora ambazo zinaweza zikatoa sabuni bora katika viwango vitatu: sabuni ya kufulia, kuogea pamoja na sabuni tiba kwa ajili ya afya ya Watanzania. Karibuni sana, asanteni sana. Kwa majina naitwa Loveness Alexander, ni mtu wa ubora katika kiwanda cha Cemex Venture Limited. Katika kiwanda chetu tunazalisha mafuta ya kula yanayoitwa zeti. Mafuta yetu ni mazuri kwa sababu ni bora, tunayasafisha vizuri kuangalia viwango vya TBS. Benki ya Kilimo imetusaidia kuwezesha, tunapata mbegu zetu ambazo tunatumia kama malighafi katika kukamua mafuta yetu, tunapata kwa wakati na yanatufikia kwa muda ambao tunaohitaji. Vile vile TADB imetusaidia, tunaweza kupata ajira kwa vijana, imesaidia kuajiri watu zaidi ya 100. Kwa wakulima tunaendelea kuwaomba na kuwaelimisha waendelee kuzalisha kwa wingi hizi mbegu zetu, kwa sababu soko la kuzalisha mafuta ya alizeti lipo kwa ndani hapa, na tunategemea pia hata kwa nje ya Tanzania kupata soko zaidi, kwa sababu mafuta ambayo tunazalisha ni mafuta ambayo yako vizuri kwa afya. Tunaondoa zile lehemu zote ambazo zinaweza kusababisha magonjwa katika mwili yetu. Matarajio yetu ni kuendelea kupata soko zaidi kwa ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania, hata sehemu mbalimbali za mipakani huko tunatarajia kupata wateja zaidi. Majina yangu naitwa Lightness Mariki, natokea kampuni ya Eat Fresh ama GBRI. Ni kampuni ambayo inajihusisha na zao la parachichi. Tunahusika na kununua parachichi kutoka mikoa mbalimbali Tanzania, ikiwemo Njombe, Mbeya, Iringa, Kagera, Bukoba na mengine.
tunanunua parachichi kwa ajili ya kuexport, kwa maana ya fresh kama haya hapa tuna export, tunapeleka nje, tunapeleka India, na pia tunatumia parachichi kwa ajili ya kuproduce au kuprocess mafuta, ambapo haya mafuta tunatengeneza kama crude oil na tuna export kama crude oil, tuna export kupeleka katika nchi mbalimbali bara la Ulaya na Asia. Mafuta haya pia kwa sababu ni mafuta ambayo ni natural, hayajachanganywa na kitu chochote. Pia kwa Tanzania mtu anaweza akatumia tu kama for cooking, pia anaweza akatumika kama kwa ajili ya kupaka, lakini akifika kule as raw material, baada ya refining anatengeneza product mbalimbali kama shampoo, sabuni, mafuta ya kula na bidhaa zingine ambazo zinatokana na zao la parachichi. Lakini pia tunashukuru Benki ya Maendeleo TADB ambayo imetusaidia na imetuwezesha sisi tumeweza kufikia mafanikio makubwa kupitia mikopo ambayo tunachukua kutoka katika benki ya TADB. Tumefanikiwa kuongeza manunuzi kwa maana ya cash flow tumepata kutoka kwao, pia inatusaidia katika kuwa efficient kwa maana ya kwenye mradi ambayo imetusaidia tumeweza kuongeza mradi wetu umekuwa kupitia mikopo ambayo tunachukua kwao pamoja na maendeleo mengine ambayo yanaendelea kiwandani.